Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo tutazungumzia jambo muhimu sana kwa mfugaji wa kuku wa kienyeji. Jinsi ya kuchagua kuku bora wa kienyeji ili uweze kuongeza mayai yenye rutuba, vifaranga wengi na afya bora ya ufugaji wako. Wafugaji wengi hufanya makosa ya kuchagua kuku kwa haraka, kuangalia nje tu, na hatimaye wanapoteza mayai, vifaranga na fedha. Hivyo, kujua vipengele vyote muhimu ni kitu ambacho kila mfugaji anapaswa kujua. Umbo la kuku ni kipengele cha kwanza cha kuangalia. Kuku bora wa kienyeji ana mwili wenye uwiano mzuri, mgongo mrefu kidogo na kiuno kilichopana. Hii inasaidia kuku kuwa na nguvu za kukalia mayai na pia kuhimili msongamano wa banda. Vidokezo muhimu: kuku asiwe mrefu sana au mfupi sana. Miguu iwe thabiti, yenye nguvu kwa ajili ya kutembea na kutafuta chakula. Mgongo uwe imara, usiwe mnene sana au mwembamba sana. Ngozi na manyoya ni alama kuu ya afya ya kuku. Kuku bora ana manyoya yenye kung'aa, si yamechoka au yamevunjika. Ngozi inapaswa kuwa bora, bila vidonda au kasoro, maana hii inasaidia kuku kupambana na wadudu na magonjwa. Vidokezo: angalia manyoya ya mkia, mabawa na shingo. Epuka kuku wenye manyoya yaliyovunjika au ngozi yenye kasoro nyingi. Tabia ni alama nyingine muhimu sana. Kuku bora wa kienyeji ni kuku hodari, mwenye nguvu na anayevutiwa na chakula chake. Kuku asiwe mchanga mno ambaye anaogopa au hana hamu ya kula, au mzee sana ambaye hawezi kutembea vizuri. Vidokezo: kuku bora ni anayefanya kazi ya kutafuta chakula kwa bidii. Ana tabia ya kuingiliana vizuri na kuku wengine bila vurugu nyingi. Anaonekana na roho ya ujasiri. Umri ni kipengele cha muhimu sana. Kuku mchanga sana hajakuwa kikamilifu na mayai yake hayawezi kuwa na rutuba bora. Kuku mzee sana anaweza kupoteza nguvu au mayai yake kuanza kupungua. Mwongozo: chagua kuku wenye umri wa kati ya miezi 6 hadi 12 kwa kuku wa mayai. Kuku wa umri huu ana nguvu, hamu ya kukalia mayai na afya nzuri. Afya ya ndani ni muhimu sana, lakini watu wengi wanaiangalia kidogo. Hakikisha kuku haina minyoo, ugonjwa wa mapafu au dalili za magonjwa ya ndani. Kuku wenye afya bora huchagua chakula vizuri, wana nguvu na hutoa mayai yenye rutuba.
Vidokezo: angalia kupumua kwa kuku kama kuna sauti zisizo za kawaida. Angalia manyoya yasiyo na vishimo vya wadudu. Chagua kuku ambaye ana hamu ya kula na kunywa. Kuku bora ni anayeweza kukalia mayai kwa muda mrefu bila kuondoka mara kwa mara. Hii inahakikisha mayai yanaanguliwa vizuri na kufanikisha uanguaji. Vidokezo: angalia kuku anapokalia mayai, asiwe na tabia ya kutembea sana. Kuku hodari wa kukalia anachukua muda mdogo tu nje ya mayai. Hii tabia inaashiria afya bora na nguvu ya ndani. Mizizi ya kuku ni sehemu ambayo mara nyingi inapuuziwa, lakini ni muhimu. Kuku bora ana miguu yenye nguvu, vidole vikiwa vizuri na kukuzi wa miguu thabiti. Hii inasaidia kutembea, kukalia mayai na kupambana na changamoto za msongamano. Vidokezo: miguu iwe thabiti, si michanga au dhaifu. Vidole viwe imara na vidogo, si kuvunjika au kuongezeka. Kuku bora pia huchaguliwa kwa ubora wa mayai anayoyatoa. Mayai ya afya ni yenye ukubwa thabiti, rangi nzuri na si machungu. Kuku anayotoa mayai yasiyo ya kawaida au madogo sana huashiria matatizo ya lishe au afya. Vidokezo: angalia mayai ya wiki chache, si ya siku moja. Mayai ya afya yanapendwa na soko na pia hutoa vifaranga bora. Kuku bora lazima apewe lishe bora. Lishe inajumuisha nafaka, protini, madini na maji safi. Kuku anayelishwa vizuri ana nguvu, manyoya yenye kung'aa na mayai yenye rutuba. Vidokezo: tumia mchanganyiko wa nafaka na protini ya asili, maji safi kila wakati, madini kama choka, ganda ya mayai au pumzika kwa kila wiki. Kila mwaka mfugaji anapaswa kutathmini kuku wake na kuchagua bora zaidi. Kila mzunguko mpya wa kuchagua kuku bora unaongeza rutuba, ufahamu wa afya ya kuku na idadi ya vifaranga. Vidokezo: angalia kuku unaowachagua mwaka huu dhidi ya mwaka uliopita. Badili kuku dhaifu au mzee. Weka rekodi ya kuku bora ili kukua kwa uelewa. Kama unataka kuongeza vifaranga wengi, mayai yenye rutuba na afya bora ya ufugaji wako, chagua kuku bora kwa umri, afya, tabia, lishe na uwiano sahihi. Hakikisha unaangalia miguu, manyoya, nguvu ya kukalia na ubora wa mayai. Kuchagua kuku bora si tu kuangalia nje, bali ni kuangalia kila kipengele cha ndani na tabia.
Ukijua kuchagua vizuri, utaongeza mafanikio kwenye ufugaji wako, kupunguza hasara na kufurahia mavuno makubwa ya vifaranga na mayai. Kama umejifunza kitu leo, tafadhali like video hii, subscribe kwenye channel na shiriki kwa wafugaji wenzako. Kama una swali au uzoefu wako kuhusu kuchagua kuku bora, andika kwenye maoni hapa chini. Asante sana kwa kutazama na tuonane kwenye video inayofuata.